Mheshimiwa madiwani katika kikao cha kazi cha leo ambacho kinafanyika katika mkutano huu. Jambo la kwanza, maagizo ya kwanza ya baraza la madiwani. Vibanda vyote vya anshiti ambavyo vilikuwa vimejengwa katika maeneo yasiyoruhusiwa, baraza hili linaagiza vibanda vyote viondolewe. Baraza la madiwani tuliamua katika kikao kilichopita, kwa kuwa mji unaendelea kujengwa kiolela, hatuwezi kukubali kuona ajali zinatokea wakati tuna nafasi ya kwenda kuzuia zile ajali. Kwa hiyo baraza na kamati imeona kuwa vibanda vyote vile vitolewe na kusiwe na kizingizio cha aina yote mpaka pale baraza kupewa barua maalum ya kusitishwa ubomoaji wa vibanda hivi. Na tuombe watendaji wa mtaa katoe taarifa kwa wale wote ambao wamepewa notisi kwa ajili ya kuondoa vibanda vile vitolewe haraka kabla ya nguvu haijatumika kwa ajili ya kuondoa vibanda vile. Jambo la pili, baraza hili linaagiza ifikapo tarehe 15 ya mwezi wa 5 2026, madawati yote ambayo yalikuwa hajapelekwa katika shule zetu yao yamekabidhiwa mashuleni kupitia ofisi za madiwani. Wakandarasi ambao watafanya kazi kwa haraka na wepesi, lakini mpaka hivi sasa kuna baadhi ya shule hawajakabidhiwa madawati. Kwa hiyo tunaliomba na tunaagiza mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 5 madawati yote yamefika katika shule zote, ziwe za msingi na ziwe za sekondari. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo la pili, madarasa ambayo sasa kuna madarasa ambayo mvua ilikuwa imenyesha yameharibika kwa kiasi kubwa, yafanyiwe marekebisho makubwa na ukarabati mkubwa ili kuepuka kupata adhabu ya kuangukiwa kwa wanafunzi pamoja na walimu katika kata zetu na shule ambazo naamini afisa elimu sekondari, afisa elimu msingi watakuwa wanajua shule ambazo zina changamoto na uchakavu mkubwa na ambazo ziko katika hatarishi ya kuweza kuondoka na kutoa uhai na kusababisha ulemavu wa vijana wetu. Jambo lingine, kitendo cha mipango mingi kupitia mkurugenzi wa manispaa ya Songea iwasiliane na watu wa TARURA waweze kuzifanyia kazi na ukarabati wa barabara zote za mtaa. Tunaamini wakandarasi walishapatikana, walishindwa kufanya kazi kutokana na hali ya mvua. Kwa hiyo tunaomba kabla ya tarehe 15 ya mwezi wa 5 wakandarasi waanze kufanya kazi. Wakati wanafanya kazi wahakikishe kuwa wanakwenda kutoa taarifa kwenye ofisi za kata ili ofisi za kata zitoe ushirikiano na mkandarasi ili kuhakikisha shughuli hizo zinafanyika kwa weledi na kwa haraka. Jambo lingine, kama unafahamu Mheshimiwa Mwenyekiti na Msaidizi, kwa wilaya ilipita katika ukumbi wa Songea Girls kuhakikisha kuwa vikundi vinakwenda kulipa yale malipo ambayo walikuwa wamekopeshwa zaidi ya milioni 1 na milioni 200. Baraza limeagiza na linaagiza orodha ya majina ya wadaiwa pamoja na vikundi vyao vinavyodaiwa pamoja na madeni yao na kata wanazotoka, kila diwani apate, ili iwe sehemu ya kwenda kulinganisha madeni ambayo walikuwa nao na watu ambao wanadaiwa, ili kuona uangalifu, lakini pia na kuonesha namna gani kazi za kuharibika katika kukusanya hayo mapato. Tuwaombe maafisa maendeleo wa kata kushirikiana na maafisa maendeleo wa manispaa, haya madeni ambayo yapo ya uhakika yaende kufundisha ili kuhakikisha tarehe 30 ya mwezi wa 6 madeni yote yanakwenda kulipika ili kuondoa changamoto ya watu kukosa. Jambo lingine, kuna safari mbalimbali ambazo zilikuwa zimeandaliwa katika baraza lililopita na bajeti kutengenezwa. Tunaagiza safari ya wataalamu wote pamoja na madiwani kupatiwa mafunzo mbalimbali katika maeneo yaliyoanishwa, bajeti ile itekelezwe, wataalamu pamoja na madiwani waende wakajifunze ili kuhakikisha kuwa wanaendeleza mji na kufanya mji wetu kwenda kuwa jiji. Kwa hiyo pia ni jambo ambalo madiwani wamehakikisha kuwa bajeti ile ambayo ilipita, basi wataalamu ambao watakuwa wameteuliwa na madiwani kwenda kujifunza mambo mbalimbali katika maeneo ambayo yameainishwa. Jambo ambalo limeonekana kwa lipo pia la msingi sana kuhusu miradi ambayo inatekelezwa katika manispaa yetu. Baraza la madiwani limeomba na linahitaji na itekelezwe miradi yote ya manispaa ya Songea
ikaguliwe na kamati ya fedha na uongozi. Kumekuwa na changamoto katikati ya baadhi ya miradi, kamati ya fedha na uongozi hawakwenda kukagua. Kwa hiyo tunaomba zile kamati ya fedha na uongozi ikakagua miradi yote, uhalisia wa fedha, lakini wapewe haraka. Kunakuwa na changamoto wanapokwenda kukagua miradi, wanapotoa mradi huu unabadilisha na madawati, hawajui uhalisia wa zile fedha ambazo zinatumika katika hiyo miradi. Kwa hiyo tunaomba kamati ya fedha inapokwenda kwa miradi iende sikae dakika 5, iende ikajiridhishe mradi jinsi ulivyo na mradi jinsi ulivyotekelezwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, la mwisho ambalo ni la muhimu sana, kumekuwa na changamoto ya watendaji wetu wa kata pamoja na mtaa. Sasa hivi hawafanyi kazi kwa kiasi kikubwa kwa mazingizio kazi maalum, ukusanyaji wa mapato, urasimishaji wa maeneo, utengenezaji si wa kodi wa mambo ya TANESCO, virugu, na muda mwingine changamoto kubwa kubwa wananchi wanapokwenda kwenye yale maeneo hawapati huduma. Kwa hiyo tunaagiza watendaji, kama hakuna kazi ambayo ipo, basi diwani apewe taarifa ili kuhakikisha kuwa mtendaji wake wa kata yupo kazi maalum ama yupo kazi maalum. Imeonekana baadhi ya watendaji wafanya majukumu yao wanakwenda kufanya biashara. Mimi naamini tukishirikishana, jambo likawa wazi kwa kila eneo, hatutakuwa na mtu wa kumuuliza. Tuwe tunashirikishana wote, waheshimiwa madiwani, wataalamu pamoja na wale wote ambao wapo katika maeneo, tukiwa katika hali ya kuongea jambo moja, hatutakuwa na mambo mengi, hatutachukua muda mrefu. Lakini mpaka kufikia sasa, naamini sasa tujipange vizuri katika baraza, tuwe na majibu yanaendelea vizuri, wataalamu tushikamane, madiwani tushikamane. Madarasa atakayejengwa, yani atakayekarabatiwa na yaliyojengwa, maana ni yale ambayo yatawekwa kwenye malengo. Lakini ukiniangalia azimio ni kama lina generalize, maana sasa kama hela hamna, maana utapata kwa bajeti hamna. Kwa hiyo tunaomba tulichukue kwa namna kwamba madarasa haya yafanyiwe kazi kwa mujibu wa bajeti ambayo tunaendelea nayo kipindi hiki.